Karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na mafundisho ya neno la Mungu katika ulimwengu wa kiroho. Leo tunazungumza kwa habari ya magonjwa. Nimefundisha sehemu ya kwanza kwa habari ya magonjwa, nikafundisha sehemu ya pili kwa habari ya magonjwa, nikafundisha sehemu ya tatu mpaka siku ya leo tuko sehemu ya 7. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, karibu sana. Na channel hii hutufundisha neno la Mungu, na tupo pia kwa ajili ya maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote. Ili upate vipindi vyetu tunavyovituma kwa wakati, unaweza ukasubscribe channel hii. Hapo juu ukaandika neno subscribe, ukabonyeza neno subscribe, na moja kwa moja utakuwa ni mtu ambaye tunapotuma masomo yetu unayapata kwa wakati na kwa muda mwafaka. Leo nataka nizungumze nawe kuingiziwa magonjwa katika ulimwengu wa roho kupitia anga. Kuingiziwa magonjwa katika ulimwengu wa roho kupitia anga. Somo lililopita nilifundisha kwamba magonjwa yanaanza katika ulimwengu wa roho. Unasema naumwa pressure, naumwa kisukari, naumwa TB, naumwa madonda ya tumbo. Magonjwa mengi asili yake ni katika ulimwengu wa kiroho. Na leo ninafundisha katika eneo la pili, ninafundisha tukaanza kuona katika maandiko, waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Maandiko yanasema, mpenzi, naomba ukafanikiwe katika mambo yote na ukawe na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana yake afya yako inaanza kwenye ulimwengu wako wa roho. Uzima ulio nao unaanza kwenye ulimwengu wako wa kiroho. Lakini pia tukaanza kuangalia katika Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Maandiko yanasema, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kwa hiyo tunaenda kuangalia siku ya leo magonjwa uzima wa mtu unaanza katika ulimwengu wa roho. Uzima wako unaanza katika ulimwengu wa roho, na pia magonjwa yanaanza katika ulimwengu wa roho. Tukaangalia namna wanavyoweza kutega magonjwa katika njia panda. Somo liopita, somo la 7, wanavyotuma magonjwa katika njia panda. Lakini leo tunaangalia eneo la pili, kuna anga la kiroho, anga lako la kiroho. Kabla adui hajatuma magonjwa, lazima kwanza ulimwengu wa roho akamate anga lako la kiroho. Kabla adui hajatuma magonjwa katika ulimwengu wa roho, cha kwanza anashika kwenye anga lako la kiroho. Na anga lako la kiroho linakusaidia nini sasa katika ulimwengu wa roho? Napozungumza kwa habari ya anga lako la kiroho, kwa lugha nyingine unaweza kusema ulimwengu wako wa roho. Ulimwengu wako wa roho, eneo lako la ibada katika ulimwengu wa roho, eneo lako la ibada katika ulimwengu wa roho, eneo lako unayemwabudu Mungu katika ulimwengu wa roho, eneo lako iliyobeba baraka zako, eneo lako la kiroho iliyobeba baraka zako, au himaya yako ya kiroho. Kama ulivyo na himaya ya nyumba unakokaa au mji unaokaa, ndivyo katika ulimwengu wa roho kuna himaya yako ya kiroho ambayo ni ulimwengu wako wa kiroho. Himaya yako ya kiroho ambayo ni ulimwengu wako wa kiroho. Hasa napozungumza kwa habari ya anga lako la kiroho, ni ulimwengu wako wa kiroho. Hebu tuangalie katika maandiko matakatifu. Hebu tuangalie katika maandiko matakatifu. Ukisoma katika Yohana sura ya 4 mstari wa 24, maandiko yanasema, Mungu ni roho, na hao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ukisoma Yohana sura ya 4 mstari wa 24, maandiko yanasema Mungu ni roho, na hao wamwabuduo imewapasa
kumwabudu katika roho na kweli. Sasa tunaanza kuona eneo lako la ibada ambalo linakukutanisha wewe na Mungu wako, eneo lako la kiroho, himaya yako ya kiroho, utawala wako wa kiroho. Kama unavyotawala boma au familia katika ulimwengu wa mwili, ndivyo katika ulimwengu wa roho una himaya yako ya utawala au eneo lako la utawala katika ulimwengu wa kiroho, ambao hilo eneo lako la utawala linaitwa anga lako la kiroho au ulimwengu wako wa roho. Ndio maana nasikia mtu anakwambia usije kaingia kwenye anga zangu nitakushughulikia. Nasema isije kaingia kwenye anga zangu nitakushughulikia. Ni ulimwengu wako wa kiroho. Sasa pale kwenye ulimwengu wako wa kiroho ndiko ambako kumebeba ibada yako. Kuna anga lako la kiroho ndiko kumebeba ibada yako. Na hapa lazima tutambue kuna maanga makuu matatu. Kuna anga la kwanza la Mungu wa mbingu na nchi. Kuna anga la pili la mwanadamu, na kuna anga la tatu la eneo unaloishi. Kama hapo unapoishi anga la eneo. Sasa ili anga la eneo hapo juu ndiko kuna zile falme kuu sita za shetani, ambao ni falme ya kwanza ya manabii wa uongo, falme ya pili kuagiza, falme ya tatu malkia wa anga, falme ya nne ni falme za joka kuu, falme ya tano ni ufalme wa majini. Sasa nafundisha sio anga la eneo, nafundisha anga lako la kiroho. Ndiko eneo ambalo wanaweza kuingiza magonjwa katika ulimwengu wa roho kwenye maisha yako. Unasema mtumishi Katambi, unaongea nini? Kitabu cha Waefeso sura ya pili mstari wa 6. Waefeso sura ya pili mstari wa 6. Biblia inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uwezo wa nguvu zake, maana vita vyetu si juu ya damu na nyama. Anasema katika Waefeso sura ya pili mstari wa 6, anasema alitufufua pamoja naye. Alitufufua. Waefeso sura ya pili mstari wa 6 anasema alitufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Maana yake kuna eneo unaoketi na Mungu, kuna eneo unaloongea na Mungu, kuna eneo unalofanya ibada na Mungu, kuna eneo ambalo Mungu anakubarikia, kuna eneo ambalo Mungu anakufanikisha. Hilo eneo linaitwa anga lako la kiroho. Hilo eneo iliyobeba baraka zako, mema yako, linaitwa anga lako la kiroho. Sasa katika hilo anga la kiroho ndiko kuna utawala wote unaoendelea. Adui akitaka kukutawala lazima atawale anga lako. Mungu akitaka kukutawala lazima atawale anga lako. Wachawi wakitaka kukutawala lazima watawale anga lako. Sasa katika ulimwengu wa roho, wachawi wakitaka kuleta magonjwa lazima wayapitishe kwenye anga lako la kiroho. Sasa leo nafundisha magonjwa yaliyotumwa kwenye anga lako la kiroho, yaliyoachiliwa kwenye anga lako la kiroho. Hebu turudi nyuma kidogo katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza. Ayubu sura ya kwanza, kitabu cha Ayubu sura ya kwanza na mstari ule wa 6. Turudi nyuma kidogo katika anga lako la kiroho, magonjwa yaliyoachiliwa kwenye anga lako la kiroho. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 10. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 10. Ukianza mstari wa kwanza katika Ayubu, ukianza mstari ule wa kwanza, ukianza ule mstari wa kwanza katika Ayubu sura ya 10, tuna Ayubu sura ya kwanza, tukianza ule mstari wa kwanza, utaona Ayubu mstari wa kwanza anasifiwa kwamba katika nchi ya Usi kulikuwa na mtu tajiri, mtu mwenye uwezo, mtu mwenye mali, alafu anasema mcha Mungu aliyeepukana na uovu. Ayubu sura ya kwanza mstari ule wa 10 anazungumza kwamba wa kwanza anasifiwa Ayubu kwa shetani, lakini mstari wa 10 shetani anamwambia Mungu, nafundisha magonjwa yanayopitishwa kwenye anga lako la kiroho, magonjwa yanayoachiliwa kwenye anga lako la kiroho. Ayubu sura ya kwanza mstari ule wa 10, Biblia, shetani anamwambia Mungu, kwani Ayubu yumcha Bwana bure? Sumemzingira kwa ukigo pande zote, na nyumba yake umeibarikia, familia yake umeibarikia. Ukiangalia sura ya kwanza mstari wa 10, shetani anatoa siri, anasema kuanzia mstari wa 7, Ayubu 1:7,
Nafundisha magonjwa yanayopitishwa kwenye anga lako la kiroho. Kabla hujapata presha, kabla hujapata kisukari, kabla hujapata madonda ya tumbo, kabla hujapata vichomi, wanapitisha magonjwa hayo kwenye anga lako la kiroho. Ayubu sura ya 1 mstari wa 7. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka huko na huko duniani, katika kutembea huko na huko. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa pana aliye mmoja mwelekevu kama yeye duniani, na mtu mkamilifu mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Mstari wa 9. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, huyo Ayubu yumcha Bwana bure? Wewe ukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, na kazi ya mikono yake umezibarikia, mali yake umeiongeza. Sasa pointi yangu ni moja, Mungu anamsifia Shetani, anamsifia Ayubu kwa Shetani, lakini pointi yangu naofundisha, Shetani anatoa siri kwamba huyu Ayubu mtumishi wako, kwani kufanikiwa kwake ni bure? Hapana. Kufanikiwa kwake ni bure? Hapana. Anamwambia umemzingira kwa ukigo pande zote. Sasa hapa nataka tuje kwenye pointi sasa. Ayubu 1 mstari wa 10 anasema, wewe umemzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, na kazi ya mikono yake umezibarikia, na mali yake umeiongeza katika nchi. Pendwa unayenisikiliza kwenye channel yetu ya YouTube ya Apostle Katambi, kwenye channel yetu ya YouTube ya Apostle Katambi, nafundisha magonjwa yanayopitishwa kwenye anga lako la kiroho. Kwa tunaona Ayubu anapangiwa mipango ya kushambuliwa na Shetani, na Mungu yupo anaangalia. Ayubu anapangiwa mipango ya kushambuliwa, lakini kabla hawajapangiwa mipango kushambuliwa, cha kwanza Ayubu anaonekana kwenye anga. Mungu anamwambia, unamuona Ayubu? Kumbuka Mungu ni roho na Shetani ni roho, wanaambizana, Shetani ni roho na Mungu ni roho. Unamuona Ayubu? Maana yake Ayubu alikuwa hayupo ulimwengu wa roho, alikuwa katika mazingira ulimwengu wa mwili, anafanya shughuli zake. Yamkini alikuwa tu anasimamia mashamba, alikuwa anasimamia mifugo, yupo tu kawaida. Lakini katika ulimwengu wa roho Ayubu anatamkiwa kwamba unamuona. Walimuona kwenye anga, walimtazama kwenye anga, walimuona kwenye anga, walimtazama kwenye anga katika ulimwengu. Kwa hiyo Ayubu anaonekana kwenye anga, mali yake inaonekana kwenye anga. Hapa anasema familia ya Ayubu, hapa anasema mifugo ya Ayubu, hapa anasema watoto wa Ayubu, hapa anasema nyumba ya Ayubu, waliona kwenye anga. Kumbuka Shetani ni roho na Mungu ni roho. Sasa pointi yangu sio kuona kwenye anga, maisha yako yanaonekana kwenye anga, anga lako la kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 anasema, alipozaliwa mtoto Yesu Kristo, mamajusi wa mashariki wakasema, tumeiona nyota yake, tumeiona nyota. Mtoto Yesu ni mdogo, lakini kwenye ulimwengu wa roho anaonekana yeye ni mfalme. Kwenye anga lake anaonekana yeye ni mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo kabla adui hajakushambulia, kabla adui hajashambulia familia, cha kwanza ulimwengu wa roho lazima akamate anga lako la kiroho. Sasa tunaona Shetani anataka kumpiga Ayubu kwa majipu, Shetani anataka kumpiga Ayubu kwa magonjwa mazito, Shetani anataka kumpiga Ayubu kwa roho za matatizo, Shetani anataka kumpiga Ayubu kwa roho za uharibifu. Lakini cha kwanza kilichoshambuliwa anga la Ayubu. Ayubu sura ya 2, baada ya Shetani alikuwa analalamika, nataka kumpiga huyu Ayubu, nataka nimwangamize Ayubu, nataka nimteketeze Ayubu, lakini alisema anga lake la Ayubu lina ulinzi, anga lake la Ayubu limefunikwa na moto lao. Ndio maana ukisoma Zakaria sura ya 2 mstari wa 5 anasema, nitakuwa ukuta wa moto kukuzunguka pande zote, na huo utukufu ulio ndani yake. Anga la kiroho lilizingirwa la Ayubu na ulinzi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaona Shetani anaandaa shambulio kwa ajili ya Ayubu, lakini anga la Ayubu linazuia Ayubu asishambuliwe kwa sababu lina ulinzi. Kwa hiyo tunaanza kuona kabla hawajaleta magonjwa kwako, cha kwanza lazima wakamate anga lako. Kabla hawajaleta mauti kwako, cha kwanza lazima wakamate anga lako la kiroho. Lazima kwanza washike anga lako la kiroho. Nasema mtumishi
unaongea nini? Tumishi Katambi, unaongea nini? Kwa tunaanza kuona katika ulimwengu wa roho, watu wengi wanaposhambuliwa lazima washike anga lako la kiroho. Shetani aliporuhusiwa kushika anga la Ayubu, nini kilitokea? Angalia kwenye maandiko matakatifu, angalia kwenye maandiko matakatifu, Ayubu sura ya pili, Ayubu sura ya pili, Ayubu sura ya pili mstari ule wa 7. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Baada ya kusema nataka Ayubu ashambuliwe, Ayubu ajaribiwe, Ayubu ateswe, basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu kwa majipu mabaya tangu utosi wa miguu mpaka wayo. Tunaona shetani anatoka mbele za uso wa Bwana, ana oda ya kumshambulia Ayubu, anataka kumshambulia Ayubu, lakini shetani anasema kitakachonipa uhuru wa kupambana na Ayubu ni anga. Kitakaponipa uhuru wa kupambana na maisha ya Ayubu ni anga. Lazima kwanza anga la Ayubu nilikamate, lazima kwanza anga la Ayubu nilishikilie. Pendwa, unanisikiliza, katika ulimwengu wa roho, anga lako ndilo ambalo naweza likaruhusu uzima, anga lako ndio naweza karuhusu uponyaji. Kwa wakishika anga lako la kiroho katika ulimwengu wa roho, wakishika anga lako la kiroho katika ulimwengu wa roho, ndio wanaweza kuleta magonjwa kwako. Kwa shetani aliporuhusiwa kuligusa anga la Ayubu, moja kwa moja alipotoka pale, ndipo akaanza kumpiga Ayubu kwa majipu. Ayubu sura pili mstari wa 7. Ndipo shetani akampiga Ayubu kwa majipu makali makubwa kutoka utosi mpaka wayo, kutoka utosi mpaka wayo. Kwa nini nafundisha hivi? Nafundisha kwamba Ayubu alipotoka kwa shetani, kwa Mungu, ndipo akaruhusiwa kugusa anga la Ayubu. Bila Ayubu kuruhusiwa kugusa anga la, bila shetani kuruhusiwa kugusa anga la Ayubu, Ayubu asingeugua. Bila shetani kuruhusiwa kugusa anga la Ayubu, Ayubu asingeugua. Ndio maana wachawi kabla hawajakuroga wanakutendesha dhambi, wanakutendesha vizambi, wanakuletea hasira, wanakuletea vita kwenye ndoa. Unapopaniki kidogo tu, ndipo anaweza anga lako linachafuka. Unapofanya dhambi, anga lako linachafuka, ndipo anaweza kuleta magonjwa au roho za mauti katika maisha yako. Kwa hiyo kabla Ayubu hajashambuliwa ulimwengu wa roho, cha kwanza waligusa anga la Ayubu. Kabla hawajakuletea magonjwa, cha kwanza wanagusa anga lako. Ndipo tukaona ulimwengu wa roho, anga la Ayubu lipotawaliwa na shetani, ndipo magonjwa yakaanza kuja kwa Ayubu. Mara Ayubu akaugua majipu, mara Ayubu akaugua matatizo mazito, mara Ayubu akaugua matatizo, mateso, magonjwa, uharibifu katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo Ayubu alipogusa anga la Ayubu lilipoguswa, ndipo magonjwa yalipokuja kwa Ayubu. Pendwa, unanisikiliza, mtu wa Mungu unanisikiliza, ninakuomba siku ya leo ya kwamba kabla adui hajapambana na wewe, lazima kwanza akamate anga lako la kiroho, ndiko apitishe magonjwa yake, mauti zake, laana zake, uharibifu wake. Na kuomba katika jina la Yesu, mtu wa Mungu, na kuomba katika jina la Yesu, neema ya Kristo iwe juu yako. Na ili unapoomba kwa ajili ya kuondoa magonjwa, lazima utakase kwanza anga lako, lazima ukomboe kwanza anga lako. Anga lako likifunguliwa, mema atakuwa juu yako, baraka, mafanikio katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Unaweza kunifuatilia vipindi vyetu vijavyo kupitia channel hii pendwa ya Apostle Katambi kwa kusubscribe channel hii, katika channel hii, na pia weka comment yako hapo chini. Mungu akubariki na kupenda sana katika jina la Yesu aliye hai. Unaweza kutufuatilia, weka comment yako hapo kwenye YouTube yetu channel ya Apostle Katambi. Weka comment yako hapo chini na weka like yako hapo chini, na pia unaweza kusubscribe channel hii ili uweze kwa kwanza kupata vipindi vyetu katika jina la Yesu aliye hai. Hii ni sehemu ya 8. Hii ni sehemu ya 8 ya kuhusu magonjwa. Tunaenda sehemu ya 9 na Mungu akubariki. Itakuwa ni nzuri sana. Sehemu ya 9 inazungumza kwa nini unakuwa ni mtu wa magonjwa sana. Mara leo kichomi, leo kansa, leo TB, mara pressure. Wanapokushika nyota yako,
lazima magonjwa yakupige katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Amen.